Wakazi wa Menengai East wamenituma nikuulize. Yes. What happened kati yako na the current MCA wa Jeff? Nitakwambia hivi ndugu yangu, sipendi kuongelelea hiyo swala kwa sababu number one, naheshimu wa Jeff. Alinipatia kazi na akanipatia nafasi ya kufanya na yeye kama PA, msaidizi wake. Mimi ninajiombea kiti changu cha MCA. Hakuna mtu yote mimi nitashika mkono katika hii safari yangu. Mimi ninaomba wakaaji wa Menengai wanipatie nafasi ya kuwakilisha katika County Assembly of Nakuru itakapofika 2027. Kwa sababu mimi nimeshika watu mkono. Wajevu nilimshika mkono, Munyiri nilimshika mkono, na hakuna mtu mimi nataka anishike mkono kwa sababu hii watu wote mimi nimewashika mkono ndio wapate hii nafasi. Kwa hivyo mimi sihitaji mtu anishike mkono. Mimi nataka wananchi wa Menengai wanishike mkono pamoja na Mungu wangu. Hey viewers, my name is Aljas Kasembeli. Kasembeli ni msaliwa wa hapa Blankets katika wodi ya Menengai ward. Kasembeli ni mzee kijana ambaye ameokoka na anampenda Mungu. Si nataka tu kuania kiti ya MCA katika wodi ya Nakuru, katika County Government of Nakuru. Kasembeli amekuwa hapa kama kiongozi, na si kwa sasa, nimekuwa kiongozi hapa kwa muda mrefu. Kasembeli alianza safari yake ya kuania kiti cha MCA katika hii wodi ya Menengai mwaka wa 2007. Hapo ndio nilipoanza kuwa na mwito wa kuona ya kwamba nahitaji kutumikia wananchi wetu wa Menengai. Na hapo ndio nilipoanza safari yangu ya siasa. Na Kasembeli ametoka katika familia ya wanasiasa ambao wamesafu hii nchi yetu ya Kenya kwa uongozi wao muda mrefu. Na ninao mwito na ninao ahadi na watu wa Menengai ya kwamba ikiwa watanipatia nafasi ningependa kuwatumikia kama mwakilishi wao. Na nimekuwa katika ofisi ya MCA ambaye tumefanya na yeye kazi nilipopata hiyo nafasi kuwatumikia, na sasa tumefanya na yeye kazi kwa tamu yetu ya pili, na kwa sasa yeye anaenda kuwania kiti cha ubunge katika Nakuru East. Na alipotangaza ya kwamba anaenda kuwania kiti cha ubunge Nakuru East, wananchi wa Menengai wamekuwa wakijiuliza, je, Kasembeli umefanya kazi na ofisi ya MCA na sasa anaondoka, kwa nini uwezi kukubali mwito tukupatie nafasi uweze kutuhudumia kama mwakilishi wa ward? Na ndio hapo nilipochukua hii nafasi ya kukuja kwao. Nimekuwa nikifanya consultation kwa wamama, vijana, wazee na kuzungumza na wao, na kwa hakika niko tayari itakapofika mwaka ujao nitakuwa nawania kiti cha MCA katika Menengai East Ward. Nini kinafanya uwe that exceptional candidate ambaye anafaa kuchaguliwa? Tunajua umekuwa umegrow up hapa Nakuru County na uko na your own qualities, uko na your own experience. What keeps you different ama what makes you different from the others? Kitu yenye ambayo inanifanya kuwa tofauti na wengine, vile niliposema hapo mwanzo ya kwamba Kasembeli hajaingia tu kwa siasa sasa. Nimekuwa hapa tukachukua kansula wa kwanza ambaye Mungu aweke roho yake mahali pema peponi, the late Mzee Midhamo. He was our leader katika wodi yetu ya Menengai. Nimekuwa hapa katika chini ya leadership yake. Tukakuja tukapata kansula mwingine ambaye nilisupport, anaitwa Joseph Munyiri, ambaye amekuwa hapa kama also diwani, ambapo nilimshikilia mkono na akapata nafasi na akaweza kuongoza. Na tena nimekuwa hapa wakati wa election ya the late Marsh, Mungu aiweke roho yake mahali peponi. Ni kijana ambaye tulipatia nafasi akatuhudumia hapa
katika wodi yetu ya Menengai kama MCA, na katika leadership yao ndipo Jeff aliona ile umoja wenye nimekuwa na wao na wananchi wa Menengai, na wakati ilipofika akasema nikuje nimsaidie, na nikamsaidia na akapata nafasi, na nimekuwa chini yao viongozi wote. Number 1 kujifunza kutoka kwao vile wanavyoongoza na vile wodi yetu ya Menengai ingependa kuwa. Kwa hivyo ninakuja kwa wananchi wa Menengai nikiwa nakuja kuwaomba nafasi ya kuwaongoza kama mwakilishi wao. Number 1 kwa sababu niko na experience. Ninaelewa wodi yetu ya Menengai, mimi ni msaliwa wa hapa Nakuru Blankets. Kwa hivyo ninajua shida zote ambazo zinakumba wakaaji wetu katika wodi yetu ya Menengai. Na ndio Ajeva aliponichukua nimeweza kumsaidia kutimiza zile ahadi ambazo tuliahidi watu wetu katika wodi yetu ya Menengai. Ingao labda hatujafanya 100% vile walivyotarajia, but kwa hakika mimi kukua pale kama msaidizi wake kuna achievement zile ambazo tumefanya tukiwa pamoja. Na ni kwa sababu ninajua wananchi wa Menengai wakinipatia nafasi ya kuwakilisha katika County Assembly of Nakuru, niko in a position kudeliver zile ahadi ambazo nitakuwa nimekaa na wao, tumetengeleza na wao manifesto ambapo nitaweza kuhakikisha kwamba nimedeliver. Kwa hivyo hii experience yenye nimekuwa chini ya viongozi wengine, na ukinikombea na wale wengine hawajakuwa katika ofisi ya siasa, waelewe ni nini huwa inafanyika. Na kwa sababu mimi nimekuwa pale, I understand the need ya watu wa Menengai ward. Kwa hivyo mimi ninawaomba tu itakapofika watuweke sisi wote kwa kichungi, watupime, lakini mimi niko na experience na understand ward yetu ya Menengai, najua kona zote na ninajua watu wa Menengai wanataka nini. Kwa hivyo mimi najua itakapofika 2027 wananchi wa Menengai watanipatia nafasi ya kuweza kuenda katika County Assembly of Nakuru niweze kuwakilisha, na si kuwakilisha tu, kukuwa mtumishi wao, kwa sababu ninajua kazi, hakuna ile kazi sijui. Barabara zenye tumetengeleza hapa mimi ndio nimekuwa nikisimamia, drainage, hospitali, bursary, empowerment yenye tumekuwa tukifanya kwa sababu ya youth, kwa sababu ya BWD, kwa sababu ya wamama. Ninaelewa na ninao mpango na ninao manifesto yangu ambayo nitaiwekelea kwa wananchi wa Menengai, na najua kwa hakika watakaposoma hiyo manifesto watanipatia nafasi, kwa sababu wanajua Kasembeli ni kijana wao wa hapa, msaliwa wa hapa, na anaelewa na tena ni mchapakazi. Yes. Naam. Hapa katika wadi ya Menengai, Yes, lazima kuna zile changamoto ambazo unapanga ama unanuia kuja kusuluhisha kama kiongozi mtarajiwa. yes. Kwa hivyo Menengai East, what is the biggest challenge ambayo labda the predecessors hawakuweza kutimiza, ambayo maybe it will be among your key priorities wakati ambapo utaingia kwenye hicho kiti iwapo utapigiwa kura? Number 1, ile kitu ambayo nimeona tumekuwa nayo shida katika wodi yetu ya Menengai tangu ya wale watangulizi wangu ambao walipata nafasi ya kuongoza katika wodi yetu ya Menengai, ni kuunganisha wodi yetu tuwe kitu kimoja. Kwa sababu unapoangalia wodi yetu kuna wale ambao wanasema maendeleo ina back to teachers, watu wa Kiratina wanalia ya kwamba hawapati maendeleo, watu wa Nyamarutu wanalia ya kwamba hawapati maendeleo. Kwa hivyo jukumu langu la kwanza nitakapopatiwa nafasi ya kuongoza katika wodi yetu ya Menengai ni kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wa Menengai tumekuwa kitu kimoja kama ward. Kwa sababu unapochakuliwa kama kiongozi, iwe watu walikupigia kura, wao hawakukupigia kura, wewe ni kiongozi wa kila mtu. Kwa hivyo kitu ya kwanza nitahakikisha ya kwamba nimeunganisha Menengai iwe inaongea sauti moja. Hakuna kusema mimi ni wa teachers, ama mimi ni wa Kiratina, ama mimi ni wa Mawanga, ama mimi ni wa Mariakani, ama Blanket, ama Nyamarutu. Nitakaa na wao chini, tusungumuze, tuseme je, ili changamoto tufanye nini ili muweze kufili ya kwamba kiongozi ambaye amechakuliwa anahudumia wananchi wote wetu wa Menengai. Kwa hivyo hiyo ndio jambo la kwanza, ya kwamba ni kuunganisha watu, tuseme tuwe kitu kimoja. Number 2, kuna watu ambao wanajisi ya kwamba katika leadership yenye ambao tumekuwa nao, unapata Wakikuyu wanalia, Wajaluo wanalia, Wakisii wanalia, na hata Masai tuko na wao katika wodi yetu ya Menengai, hata Waluya wanalia. My leadership inaenda kujumuisha makabila zetu zote
ambayo siko katika wodi yetu ya Menengai inaenda kujumulisha Wakristo na Waislamu ili tuweze kufanya kazi pamoja, tuhakikishe kwamba wodi yetu ya Menengai imemove to another level, and that is going to be my first priority, ya kwamba nimeunganisha makabila zetu katika wodi yetu ya Menengai, tuongee sauti moja. Nimeleta eneo zetu tuongee tukiwa kama watu wa Menengai. Kwa hivyo hakutakuwa na upakuzi ya kwamba hawa ni Wakiratina ama hawa ni Wanyamarutu ama hawa ni wa teachers. Kwa hivyo hiyo ndio jukumu lenye ambao mimi naona nikipatiwa nafasi, na najua hiyo imeshinda viongozi wetu wote ambao wamechakuliwa, hawajaweza kupigana na hiyo swala la kuweza kuunganisha watu wakuwe katika kitu kimoja kama wodi ya Menengai. Jambo lingine ya kwamba vijana wamekuwa wakilia ya kwamba uongozi wa Menengai ambao huwa tunakuwa nao huwa tuwauzishi. Kwa hivyo number one, mimi niko na mpango ya kuhakikisha kwamba vijana wetu katika wodi ya Menengai nimewaleta pamoja, nimewapatia kipaumbele kuhakikisha ya kwamba tunawatafutia job opportunity na kuwa empower. Kuna wale ambao wako na skill tofauti tofauti, kwa hivyo tutaketi chini na wao tuzungumze, tuseme hawa wako na hii skill, hawa wako na hii skill, hawa wako na hii talent, ni njia gani tunaweza kuwasaidia ili wawe na kitu mfukoni, wawe wanaweza kufanya mambo yao bila kutumiwa na wanasiasa wakati napofika election. Kwa hivyo nitaweka kipaumbele kwa mambo ya vijana. Kuna wamama, women empowerment. Ninao mpango, tutakaa chini na wamama katika wodi ya Menengai, tujue ni njia gani tunaweza kuleta wamama pamoja. Kwa sababu tunapata ya kwamba kuna wale mama single mothers, kuna wale widows, kuna young mothers katika wodi yetu ya Menengai. Hao watu wameachwa nje. Kwa hivyo my leadership naenda kuwaleta katika on the board. Katika ofisi yangu tutakuwa na mumama anasimamia maslahi ya wamama. Katika ofisi yangu kutakuwa na kijana atakuwa anasimamia mambo ya youth. Katika ofisi yangu kutakuwa na mzee ambaye anapresent wazee katika wodi yetu ya Menengai. Katika ofisi yangu kutakuwa na nafasi ya minority ambaye atasimamia minority katika wodi yetu ya Menengai, ndio wajizi ya kwamba hawachaachwa nje. Nimewahusisha katika leadership. Kutakuwa na Muislamu katika ofisi yangu kuhakikisha kwamba Muslim pia matakwa yao inashughulikiwa. Kutakuwa na Christian katika ofisi yangu kuhakikisha kwamba Wakristo zile needs zenye wako nazo, unapata makanisa ziko na changamoto. Kwa hivyo unapokuwa kiongozi unahakikisha kwamba pia umehusisha Wakristo, Waislamu katika your leadership. Ndio mambo inapoenda mrama, unakaa na wachungaji chini na Waislamu mnazungumza ili wodi yetu Menengai ikuwe katika another level. Kuna watu wa bodaboda. Mimi mwenyewe nimekuwa bodaboda. Na ndiye hata Wajevu anichukue, alinitoa katika bodaboda pale town na akanileta hapa. Kwa hivyo pia ninajua changamoto zenye watu wa bodaboda wanapitia katika wodi yetu ya Menengai. Kwa hivyo nitaweka pia katika ofisi yangu kutakuwa na mtu wa bodaboda ambaye atakuwa hapo kuhakikisha ya kwamba maslahi za watu wa bodaboda zinashughulikiwa. Kutakuwa na mtu wa BWD mlemavu ambaye pia atakuwa katika ofisi yangu kuhakikisha ya kwamba shida za walemavu zinashughulikiwa. Kwa hivyo leadership yangu itakuwa tofauti na wale watangulizi ambao tumekuwa na wao, kwa sababu nimekuwa hapa, nimesoma kutoka kwao. Kwa hivyo I think kwa mimi, na pia najua wananchi wa Menengai wanajua hivyo, I'm the best kulingana na wale wengine ambao wanasimama, yule mtu ambaye anaweza kuhakikisha kwamba Menengai ward imemove katika level nyingine. Ningependa Menengai iwe benchmarking, mahali ambapo watu watakuwa wanakuja wanajifunia katika leadership yenye wananchi wa Menengai watanipatia nafasi. Bwana Aljas. Yes. Kusimama kiti cha MC ama kusimama kiti chochote cha siasa Kenya tunahitaji ushawishi mkubwa, na hasa ushawishi mkubwa kutoka kwenye chama. Sijui wewe kibinafsi unawazia kusimama na chama kipi? Manake katika historia zangu na katika kupita huku na kule nimesikia umekuwa kwa vyama tofauti. Nitakwambia ukweli my brother. Number one, ninapenda watu yangu ya Menengai kwa sababu wodi yetu ya Menengai hawaangalii chama. Wanaangalia mtu ambaye wanajua na wanaamini yule mtu ambaye anaweza kuwafanyia kazi. Kwa hivyo vyama ni vizuri, na mimi sijakuwa vyama tofauti. Mwanzo wangu wa chama nilikuwa katika chama cha
PNU wakati ule 2007 nilipowania kiti yangu ya udiwani hapa, nikaingia TNA na nimekuwa TNA, na nikatoka TNA tukaingia Jubilee, na hapo ndio nimekuwa hadi sasa. Mimi ni mwanachama wa chama cha Jubilee, na pia najua Jubilee wameamuka na tuko na mikakati, na mimi bado naendelea kufanya consultation kwa wananchi wangu wa Menengai. Je, mngependa niendelee kukua katika chama ya Jubilee ama mngependa niingie kwa chama gani? Kwa hivyo consultation yenye naendelea kufanya na wamama na vijana na wazee, najua wataniambia kwa hakika ni chama gani wangependa niende nayo, na kama watasema Kasembeli baki Jubilee, mimi ni nani nikatae mwito wa wananchi wangu? Nitakaa katika Jubilee, na mimi ninajua watu wa Menengai watanipatia nafasi, si kwa sababu ya chama, watanipatia nafasi kwa sababu wanajua ni kazi ninaweza kuwafanyia. Kwa sababu nataka nikuambie, wakati wa election hapa watu wengi waliingia kwenye UDA na wakasema UDA ndio chama, na saa hizi wanalia wanasema UDA iliwaangusha kwa sababu watu walienda kuchagua chama, hawakuangalia mtu. Lakini Menengai walichagua mtu, hawakuchagua chama, na ndio unaona tumejaribu kufanya ile kazi ambayo tuliahidi wananchi wa Menengai, ingawa hatujafanya 100%, but naamini ya kwamba mahali wa Jeff ataachia wananchi wa Menengai wakinipatia nafasi, nitaweza kuendelesha na nifanye zaidi, niimarishe zaidi kuliko mahali ambapo tumefanya tukafika. Kwa hivyo kwa sasa mimi ni member wa Jubilee na bado nafanya consultation. Wakati ikifika, ninajua kwa hakika nitawaambia mrengo ambao nitakuwa nimechukua, na ninao imani ya kwamba wakinipatia nafasi nitaweza kuendelesha na kufanya ile kazi ambayo wananchi watakuwa wamenituma pale katika County Assembly of Nakuru. Umeniuliza kwa mambo ya labda godfather. Mimi sina godfather ambaye nimeshika. Mungu wangu ndio godfather na wananchi wa Menengai hao ndio godfather wangu, na ninayo imani ya kwamba kando na uchache wangu, mimi mwenyewe ni Mluya hapa, na siwezi kusema ati Waluya ndio watanipigia kura hapa. Mimi ninao marafiki wa Kikuyu, ninao wa Kisii, ninao wa Jaluo, ninao kabila zote katika wodi yetu ya Menengai. Na mimi si mtu wa ukabila. Nimefanya kazi na kila kabila ambayo iko hapa na niko tayari kufanya na wao kazi, kwa sababu wananchi wa Menengai wananijua. Kwa hakika Kasembeli si mkabila, kwa sababu nimekuwa hapa nikisupport viongozi wale ambao wamekuwa, na nimekuwa nikiwashikilia wakati wanapatiwa nafasi, ninawashikilia na ninawasupport. Kwa hivyo imefika wakati wangu, ninayo imani ya kwamba vijana na wamama na wazee katika wodi yetu ya Menengai na makabila zote watanipatia nafasi ili niwe mwakilishi wao itakapofika 2027. Ma MCAs wengi ama wakilishi wadi wengi wanapochaguliwa, punde tu wakichaguliwa hivi, uhusiano wao na gavana huwa unaimarika ama huwa unadidimia. Sijui your plans ya kufanya kazi na gavana wakati huo ukifika itakuwa gani? Nitakwambia hivi ndugu yangu, na hiyo ndio changamoto ya viongozi wengi. Wanapochaguliwa, kila mtu aheshimu kiongozi ambaye amechaguliwa. Kama ni gavana, mimi nitamheshimu kwa sababu amepatiwa na wananchi nafasi ya kaunti mzima kuongoza kama kiongozi wao. Kwa hivyo jambo langu ni kushikilia yule kiongozi ambaye ako, ni msupport, kuhakikisha ya kwamba tumedeliver ile ahadi ambayo tutakuwa tumeahidi wananchi wetu. Kwa hivyo mimi gavana ambaye atakuja, ninayo imani hawa atakuwa wa chama gani, nikiwa wananchi wa Menengai watanipatia nafasi, nitamsupport ili tuhakikisha kwamba tumedeliver ahadi zetu. Nami ni deliver kazi yangu ya ward kama oversight. Kwa hivyo ni lazima ufanye na gavana, kwa sababu viongozi wengi wanachaguliwa na wanaanza kupiga gavana immediately wakati wanachaguliwa, na inakuwa kazi ngumu, kwa sababu ikiwa utapiga gavana, yeye ndio kiongozi wako, ako pale, mshikilie. Wengine wanapochaguliwa wanaanza vita na member of National Assembly. Shikilia mbunge, wewe ambia mbunge mimi nafanya hivi, mbunge na wewe nifanyie hivi, kwa sababu tunatumikia hao wananchi. Wewe ukitoa basari ya high school na mimi nitoe basari ya college na university, tuhakikishe ya kwamba vijana wetu wanasoma,
tuhakikishe tumeempower mama zetu, tuhakikishe tumeempower watu ya bodaboda, tuhakikishe tumeempower PWD. Kwa hivyo hata itakapofika hiyo election nyingine, tayari mmedeliver ile kitu mlipromise wananchi. Kwa hivyo mimi sitaingilia kazi ya mbunge kwa sababu najua role ya mbunge ni nini. Sitaingilia kazi ya gavana kwa sababu najua gavana kazi yake ni nini. Sitaingilia kazi ya senator kwa sababu najua kazi ya senator ni nini. Sitaingilia women rep kwa sababu najua kazi ya women rep ni nini. Lengo langu ni kuleta hawa viongozi pamoja ili wanisaidie nikiwa mwakilishi wa ward kuachieve ahadi ambazo nitakuwa nimepromise wananchi wangu wa Menengai. Kwa sababu nikianza kupigana na wao, ndugu yangu, nimeona viongozi wengi wamefanya wananchi wanaumia kwa sababu anapigana na gavana, anapigana na senator, anapigana na women rep, anapigana na mbunge. Inafanya hakuna kazi inaendelea katika ward. Kwa hivyo mimi ndio ninasema my leadership itakuwa tofauti na wale viongozi ambao watakuwa wamekuwa hapa mwanzo, kwa sababu nimeona mambo mistake yenye wamefanya na sitataka kurudia ile makosa ambayo wamefanya. Nitataka kuweka viongozi wote pamoja, kuleta stakeholders wote pamoja ili wanisaidie kuempower our youth, to empower our women, to empower BWT, kuempower watu ya motorbike. Hiyo ndio itakuwa kazi yangu. Kwa hivyo sitajihusisha na siasa ya kusumbuana na wale viongozi wengine. Nitakuwa na focus mashinani, ni nini wananchi wangu wanataka. Hawatakuwa wamenituma kwenda katika county assembly kusumbuana na gavana. Watakuwa wamenituma katika county assembly kuhakikisha kwamba barabara zetu ni mzuri. Watakuwa wamenituma katika county assembly kuhakikisha kwamba nimepitisha zile mswada nzuri katika county assembly of Nakuru ya kuhakikisha watu yetu hawaumii juu ya license. Kwa sababu ward yetu ya Menengai hii, najua watu wengi sana wanaumia juu ya license. Wanalipa ushuru na services hawapati. Kwa hivyo mimi nikiwa mwakilishi ni kuhakikisha kwamba nimepigana na issue hii ya license. Kuna hii issue ya wazazi wanaumia kuingiza watoto ECD. Na ECD iko under county government. Kwa hivyo mimi nikipatiwa nafasi, my brother, hata watoto wataingia ECD bure bila kulipa shilingi. Kwa sababu hiyo ndio itakuwa jukumu. Ni foundation nitawekea watoto wanapoingia ECD. Kwa sababu hapo ndio foundation ya mtoto. Kwa hivyo kama unasumbua mtoto kuingia ECD, huyu mtoto hata akiingia class 1 hataumia. Lakini unapomwekea foundation mzuri katika ECD, mtoto atasoma mzuri. Kwa hivyo mimi nitajihusisha na ile kazi ambao wananchi wa Menengai watakuwa wamenituma katika county assembly na kufanya na viongozi wote pamoja kuhakikisha kwamba ward yetu ya Menengai create jobs opportunity. Na mimi kwa sababu si mgeni katika hii siasa na already nimeweka mikakati kwa miaka yangu yenye ambayo Mungu ameniwezesha, nimekuwa hapa Menengai, nimeweka mikakati vile naenda kuempower our youth. Na sitakitegemea tu county government resources. I have ideas where I can get resources from outside, kukuja kuinvest in my ward, to talk to friends outside there, kukuja na kusaidia watu wetu wa motorbike, kutafuta resources huko, vile ninaposema hii mambo ya ECD, kwa sababu labda kutakuwa na changamoto. Mimi ni kuenda huko nje kutafuta marafiki because I have connection, I have a plan. Na tayari si ati ninafanya, tayari ninafanya. Kuna wale watoto nina support na mambo ya masomo katika ward yetu ya Menengai. Niko na university wawili, niko na college, niko na primary na niko na secondary. Na ninajaribu pia kuempower our youth. Sikuji tu kuwaomba leadership sayati ndio niweze kutumikia wananchi wa Menengai. Already nimekuwa nikifanya, kwa hivyo nikipatiwa nafasi nitafanya zaidi. Kuna hawa young mothers wenye wamepata watoto mapema. Hakuna yule mtu amekuja na mikakati ya kujua ataweza kusaidia aje hawa young mothers. I have idea how I'm going to support them. Tuko nao mama widows. Hakuna yule kiongozi amewahi kuja akuwe na mikakati ya kuempower hao widows, na tuko nao katika society. Tuko nao single mothers. Na hatupendi tuwe na single mothers katika ward, lakini wako. Ni njia gani tunaweza kuwa support ili akiwa single mothers asaidie mtoto kwa sababu ako na responsibility. So mimi ninaomba wananchi wa Menengai wakinipatia nafasi, I have idea, I have agenda, I have a vision, I have a passion for the people of Menengai ward. Tunapoendelea kufikia tamati. Yes. Wakazi wa Menengai East wamenituma nikuulize. Yes. What happened kati yako na
the current MCA wa Jeff? Uh, nitakwambia hivi ndugu yangu, sipendi kuongelelea hiyo swala kwa sababu number one, naheshimu wa Jeff. Alinipatia kazi na akanipatia nafasi ya kufanya na yeye kama PA msaidizi wake, na nimemsaidia kwa hiyo miaka tumekuwa na yeye, nimemsaidia kukaa chini ya mtu miaka 8 na kumsaidia kudeliver ile kitu ambaye aliahidi wananchi wa Menengai. Si kazi rahisi, na mumeona wale viongozi wale ambao wamekuwa I think I'm the only person ambaye PA amestick na mwajiri wake for 8 years. Wengine wanafutwa na mwaka moja, miaka 2. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa sababu alinipatia hiyo nafasi na nimefanya na yeye kazi, and I wish him all the best. Kwa hivyo sipendi kuongelelea juu yake. I respect him and I wish him the best. Mimi nitafocus tu na mambo yangu ya ward, kuambia wananchi wa Menengai ya kwamba wanipatie nafasi kwa sababu wamejua kazi ambayo nimefanya nikiwa PA wake. Wameona, wana macho, na najua kwa hakika wananchi wa Menengai wanajua. Kwa hivyo sitaki kuongelelea hiyo swali kwa sababu hatukukosana, hatuna uhasama na yeye. Labda yeye alikuwa na nia tofauti ama na mpango mwingine, but I wish him all the best. Ninamuombea katika safari yake ya kuomba kiti cha ubunge Nakuru East, na mimi ninapoomba kiti cha mwakilishi ward katika ward ya Menengai. Siasa ni interests. Yes. Tuseme kwamba leo hii Mheshimiwa Jeff aseme kwamba hawanii tena kiti cha ubunge, anawania kiti cha MCA. What will happen? Tutapata na yeye kwa debe 2027. I'm ready. Akiwa ataamua kukuja katika kiti cha MCA wa ward, I'm ready. Wananchi wa Menengai wataamua, je, wanataka aendelee na kazi ama wangetaka aende nyumbani ili wanipatie nafasi, kwa sababu amenifunza kazi na ninaelewa. Kwa hivyo sioni kama atakuja kuomba kiti cha MCA, but kama atakuja, I'm ready to face him 2027. Your relationship with him so far? Siwezi kusema ni mbaya ama ni mzuri, but vile umesikia nimekuambia kwamba sipendi kuongelelea kwa mwajiri wangu kwa sababu ninaheshimu yeyote ambaye amekupatia nafasi ya kufanya na yeye kazi. Unamheshimu kwa yale kidogo aliyokutendea, na yeye ninajua, anajua uzuri wangu na anajua my heart, na anajua vile nimempigania kwa muda ambaye nimekuwa katika ofisi yake. Anajua kwa hakika huyo kijana namba 1 anajua kazi, namba 2 ako na heshima naye. Kwa hivyo nitaendelea kudumisha tu hiyo heshima ambaye tumekuwa na yeye, hata iwe wakati tutakutana kwa debe, nitampatia tu heshima kwa sababu ninajua siasa ina mambo mengi, ina propaganda nyingine, and that's why mimi nimesema mimi ninajiombea kiti changu cha MCA. Hakuna mtu yote mimi nitashika mkono katika hii safari yangu. Mimi ninaomba wakaaji wa Menengai wanipatie nafasi ya kuwakilisha katika County Assembly of Nakuru itakapofika 2027. Kwa sababu mimi nimeshika watu mkono. Wajevu nilimshika mkono, Munyiri nilimshika mkono, na hakuna mtu mimi nataka anishike mkono kwa sababu hii watu wote mimi nimewashika mkono ndio wapate hii nafasi. Kwa hivyo mimi sihitaji mtu anishike mkono. Mimi nataka wananchi wa Menengai wanishike mkono pamoja na Mungu wangu. Umezungumza vizuri sana. Yes. Na mbali na kutembea na viongozi mbalimbali na kufanya maendeleo ambayo yamekuwa yakihitajika kufanya, as an individual, wewe kibinafsi, umefanyia nini watu wa hapa Menengai East? Umewafanyia nini? Wewe binafsi tu umewafanyia nini? Okay, nitakwambia kwa sababu labda nikiwa katika ofisi ya MCA wa Jeff, kwa sababu hapo ndio nimekuwa nikifanya kazi yangu kama personal assistant, nimehakikisha kwamba zile ahadi tulizowaahidi wananchi wa Menengai nilihakikisha kwamba tumedeliver. But mimi kibinafsi yangu ile ambayo nimefanyia wananchi wa Menengai, saa hizi umesikia nimekuambia kwamba ninafanya education support kutoka katika watoto wetu katika Menengai. Nimechukua watoto kutoka Blankets, nimechukua watoto kutoka Nyamarutu, nimechukua watoto kutoka Wamagata, nimechukua watoto kutoka hapa Teachers. Ninawasponsor na mambo ya education, uniform, lunch program, shule, viatu. Mimi ninawasponsor na hiyo. Na saa hizi umesikia nimekuambia niko na watoto wawili university, mmoja kutoka Wamagata ambaye nimepeleka, nilichukua akiwa alimaliza form 1, nikapeleka hako Maseno University for 3 years. Nimechukua kijana hapa Teachers, nina sponsor yeye hako Maseno University. Kwa hivyo hizo ni vitu ambazo nimefanyia
wananchi wangu wa hapa Menengai. Kuna vikundi za young mothers nimewaempower, nimewasaidia, nimewarejestia vikundi zao na wanaendelea vizuri, wanajikaza. Ninao ofisi yangu katika wodi ya Menengai ambao hii ofisi inashughulikia mambo ya vijana. That's why umesikia nikikwambia mimi sikuji tu kwa wananchi wa Menengai kwa sababu nataka leadership. Already nimeonyesha leadership. Kando ya kuwa PA wa Jeff, kuna yale mambo ambayo ninafanya katika wodi ya Menengai. Hii ofisi yangu iko pale inashughulikia mambo ya vijana. Vijana wanakuja, wanajifunza neno la Mungu, wanapata nafasi ya kutumia wifi, wanafanya mambo ya research, nimewapatia laptops. Kwa hivyo wanafanya research ya online job opportunity. Na pia already create some jobs. Mimi nimeajiri tayari watu vijana. Niko na vinyozi, nimeajiri, iko familia 2 wanafanya, ingine nimeajiri vijana 2, niko na duka hapa, nimeajiri kijana anafanya kazi, niko na hii ofisi yangu, kuna vijana wale ambao nimepatia opportunity ya kufanya kazi. Na si ward tu ya Menengai, Kenya mzima. Na pia ofisi yangu iko na wazee wanakuja hapa wanazungumza kwa sababu wazee pia wanapitia katika changamoto. Kwa hivyo ofisi yangu inaitwa Watering Hall, iko pale Teachers Estate. Wazee wanakutana pale, wanajifunza neno la Mungu na kutiana moyo. Kwa hivyo ninayo nia ya kwamba nikipata hii nafasi nitaweza kuwashughulikia zaidi kwa sababu niko na huo uwezo. Na ndio umesikia nikikwambia mimi sita depend tu pesa ya county government kusupport watu yangu. Niko na idea ya kwenda huko nje kutafuta investors. Kama watu wa pikipiki ninao mpango mzuri sana na ninashukuru kwa sababu sasa wamejileta pamoja wako na sako. Kwa hivyo jukumu langu la kwanza ni kwenda huko nje kutafuta investors. Wale watakuja kusupport watu wa pikipiki kwa sababu hawatabeba pikipiki kwa so long. Na watu wa pikipiki wamesoma. Ni vile tu hawajapata wale viongozi wa kuwashika mkono na create some jobs opportunity kwa wao. Hiyo kazi ni mzuri, but lazima tukue na njia ya viongozi ambao watakuja pamoja kwa empower ili wanapobeba pikipiki wanafika mahali wanachoka. Hao watu wa pikipiki wanasumbukana juu ya license, wanasumbukana juu ya insurance, wanasumbukana juu ya umbrella mvua inapofika, wanasumbukana juu ya shade. Kwa hivyo hiyo itakuwa agenda yangu ya kuhakikisha kwamba ninapo empower boy child, ninapo empower widows, ninapo empower young mothers, ninapo empower wazee katika wodi yetu, pia nitaempower watu ya bodaboda na wafanya biashara kidogo kidogo. Nikutafuta marafiki huko nje kwa sababu Mungu amenipatia hiyo uwezo kufikia watu huko nje na kuwaita wakuje wa invest katika wodi yetu ya Menengai ili wodi yetu ya Menengai iweze kuendelea. Kwa hivyo hiyo ndio kazi yenye mimi ninaweza kusema kwa sasa nimefanyia my community na nitaendelea kuwafanyia. Your future political ambitions? Kwa sasa wacha niombe wananchi wa Menengai wakinipatia hii kiti ya MCA kwanza, then ikifika wakati huo tutaongea kwa sababu hao ndio wataniambia kwa sababu watakuwa wameona ile kazi ambayo nitakuwa nimewafanyia nikiwa mwakilishi wa ward. Then ikifika wakati huo, ikiwa Mungu atatuweka uhai, najua tutakuwa na wewe hapa, nitakwambia my ambition ya siasa itakapofika wakati wenye nitakuwa nimehudumia wananchi wa Menengai kwa huo muda ambao watakuwa wamenipea. Tukimalizia, your parting shot kwa watu wa Menengai East. Watu wa Menengai, mimi ni kijana yenu hapa. Mumenilea nikiwa mtoto hapa, mumenikuza, nimejifunza kazi na niko na uwezo wa kuwatumikia kama mtumishi wenu. Kwa hivyo mimi ninawaomba inakapofika 2027, number 1 mniweke kwa maombi, mniombe, number 2 mnishikilie. Kwa sababu wananchi wa Menengai nyinyi ndio godfather wangu. Mimi sina godfather mwingine except nyinyi na Mungu. Munishikilie, munibebe, inapofika 2027 munipatie nafasi niwe mwakilishi wenyu katika County Assembly of Nakuru. Na Mungu awabariki na nitaendelea kuzungumza na nyinyi zaidi, nikiendelea kushare na nyinyi manifesto yangu ambayo tutatengeleza na nyinyi. Si mimi nitatengeleza manifesto, ni nyinyi mtanisaidia kutengeleza manifesto ili to deliver Nakuru yetu katika County Assembly na katika wodi ya Menengai. Asante sana kwa kutenga muda wako na kuweza kukubali asante kuzungumza na mimi kwenye Fletcher Media, na kwa kifupi tu tunakutakia kila laheri. Asante katika safari yako ya kutafuta kiti. Na usitusahau. Asante. Na hata asante kwa wewe pia kwa kuchukua fursa ya kukuja na kuzungumza na mimi, na uendelee ili tuweze kuimarisha wananchi
wananchi wetu wa Menengai, kwa sababu kiti ya Menengai ama kiti ya MCA sio ile kiti ya kucheza nayo. Inataka yule mtu anaelewa kazi. Mtu mgeni akiingia hapa watakuwa wanaanza kulia kwa mwaka moja ati ni one term. Lakini wakipatia yule mtu anaelewa, anajua kazi, mimi sitakuwa mgeni. Kwa hivyo hakuna pengo itakuwa Menengai, itakuwa tu mimi kuendelesha kazi na kuupgrade. Na ninajua mnajua, ninaelewa kazi na nitawafanyia kazi.